Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibuna al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ama bado ulisikiliza sehemu yetu ya kwanza ambayo tulizungumza kuhusu fadhila za kuchinja. Katika sehemu hiyo tulisema Mwenyezi Mungu ameamrisha kuchinja kama alivyosema fasali li rabbika wanhar. Vile vile Mwenyezi Mungu akasema kwamba kila umma umejaliwa ibada zao za kuchinja, na vile vile tulizungumzia kuhusiana na kuchinja, kushirikiana katika kuchinja ng'ombe watu 7 na kuchinja ngamia watu 7, mbuzi atachinja mtu mmoja au kondoo atachinja mtu mmoja. Na tusema kwamba siku ya kuchinja ni mwezi 10 kuanzia wakati wa swala ya Idi itakapomalizika kuendelea mwezi 11, 12 na 13. Tukasema hukumu ya maulama katika swala hili. Maulama wa jamhuri wamesema sunnatul muakkada, isipokuwa Imamu Auza'i, Imamu Abu Hanifa, Imamu Laithi. Hawa wote wamesema kwamba ni fardhi, ni lazima kwa kila mwenye uwezo. Fadhila za kuchinja ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar, kwamba chinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na usali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Inaziwia hapo yale mambo ya ushirikina yote yale yanakatazwa. Kwa mfano kuwachinjia majini, kuwachinjia mashetani. Una duka lako unataka lipate wateja, kwa hivyo unachinja kwa ajili ya mashetani. Una biashara yako unachinja kwa ajili ya mashetani. Unataka cheo unachinja kwa ajili ya mashetani. Hayo yote ni ushirikina. Linaloruhusiwa ni kuchinja kwa ajili ya Allah, halafu ukamuomba Mwenyezi Mungu akujalie biashara yako itoke, ukamuomba Mwenyezi Mungu udumu na cheo chako muda kama kina kheri, ukamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akupe kheri ya dunia na akhera. Na inatakiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema inna salati, hakika sala, wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, akimwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu wote kwamba swala zao na kuchinja kwao na uhai wao na umauti wao uwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile hilo ndo loamrishwa na Mwenyezi Mungu. Haimfiki damu wala nyama, inamfika takwa. Na umuhimu wa takwa ni kwamba itatuokoa huko siku ya akhera, kwamba Mwenyezi Mungu atakapopitisha watu katika sirati, wale waliomcha Mwenyezi Mungu peke yao ndio ambao watatoka katika hiyo sirati waingie wende moja kwa moja peponi. Wale ambao hawakufikia daraja ya ucha Mungu wataanguka katika sirati. Mwenyezi Mungu atunusuru. Vile vile inamuokoa mtu na mabalaa mbalimbali, mabalaa ya maradhi, mabalaa ya ajali, mabalaa ya moto. Kwa mfano biashara nyingi hizi zinaungua. Ukiona biashara yako inaungua, utizame kwanza unatoa zaka. Jambo la pili, unachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu, je, hufanyi dhulma? Hakuna dhulma ya mali za watu humo. Na vile vile Muislamu atapata kuwalisha familia zake siku ya Idi. Kwa hivyo kuilisha familia ni katika jambo linamkurudisha sana mtu mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yoyote yule ambaye anataka kubarikiwa katika uhai wake, aishi sana, basi na aunge ukoo wake. Yoyote anayetaka kuishi sana aunge ukoo. Kwa hivyo utakapochinja utaipeleka nyama hii shamba huko, na huko shamba siku nyingine watu watakosa kitoweo ila kwa nyama hii uliowachinjia. Kwa hivyo wachinjie na uwapelekee, na ukifanya hivyo unaunga ukoo, na ukiunga ukoo Mwenyezi Mungu anakubariki katika maisha yako, unaishi sana. Vile vile kuchinja kunasababisha kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya wanyama aliotupa. Tunapata maziwa, tunapata usafiri, katika wanyama tunapata mbolea, katika wanyama tunapata viatu, tunapata nguo, vile vile tunapata mambo mengi. Na pale utakapochinja ukasema bismillah Allahu akbar, basi ndo unalikumbuka jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tukazungumza umri wa kuchinjwa kwamba kondoo anatakiwa awe na miezi 6, mbuzi awe na mwaka 1, na vile vile ngamia awe na miaka 4, na ng'ombe awe na miaka 2. Na tukazungumza sifa ya mnyama huyo kwamba asiwe na kasoro 4. Kasoro ya kwanza, asiwe mwenye chongo inadhihirika jicho lake. Vile vile asiwe mnyama mwenye kudhihirika ugonjwa anaumwa, wala asiwe kilema cha mguu au kilema chochote ambacho kitadhihirika kilema chake, wala asiwe ameumwa sana kiasi ambacho amekonda mpaka anaonekanwa mifupa yake.
Kwa hivyo anatakiwa awe ni mnyama alosalimika na aibu zozote, na aibu nyingine zozote zile zitakazotokezea, basi itabidi huyo mnyama atakuwa hafai. Wanyama wa kuchinjwa udhiya watizamwe, wawe hawana kasoro yoyote. Na kuchinja ni wakati wa asubuhi, kabla swala ya asubuhi, kabla sala ya Idi, na hairuhusi kuchinja kabla ya sala ya Idi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man dhabaha kabla salati, atakayechinja kabla sala ya Idi, fa inna ma dhabaha li nafsihi, amechinja kwa nafsi yake, amechinja kitoweo. Wa man dhabaha ba'da salati, atakayechinja baada sala ya Idi, faqad tamma nuskuhu, imetimia udhiya yake. Wa asaba sunnati almuslimina, na ameipata sunna ya Waislamu. Vile vile kuchinja kuna ruhusiwa katika siku zote za tashriki, kula ayami tashriki dhabhu, kila siku za tashriki basi unaweza ukachinja. Na vile vile yanayotakiwa sasa kwa ajili ya kuchinja, jambo la mwanzo kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kulitaja jina lake, na unaweza ukasema wewe bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadha minka walaka. Bismillahi, na kwa jina la Mwenyezi Mungu, Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Allahumma hadha minka, hii ni kwa ajili yako, walaka, amri hii imetoka kwako na mimi naifanya kwa ajili yako. Hayo ndo maneno yatakayosemwa wakati wa kuchinja. Na unaweza ukachinja mwenyewe, ni bora zaidi kama utaweza kuchinja. Kwa wale watu ambao hawaogopi kuchinja ng'ombe au wana uzoefu, usije kwa huna uzoefu ukamtafuta ng'ombe ukamchinja, halafu ikawa balaa tena, badala ya kumchinja yeye akaja akakuchinja na wewe. Inapendekezwa mtu achinje mwenyewe, mwenye uwezo, mwenye uzoefu, na kama hatoweza atachinjiwa na watu wengine. Na nyama itagaiwa sehemu tatu: ya mwanzo familia yake, na pili majirani na jamaa na marafiki, na sehemu ya tatu ya maskini na mafukara. Katika hii ya sehemu yake ya tatu, hii yake mtu binafsi anaweza akaipunguza, akaona mimi bwana sitaki kitoweo, kwa hivyo akaigawa sehemu mbili. Muhimu, fungu ambalo halitakiwi kupunguzwa ni ili fungu la pili la majirani, jamaa na marafiki, na fungu la tatu la maskini na mafukara. Hili lazima litimie, na atalipeleka mtu kwa hao maskini na mafukara, na ataligawa. Na hafai mtu kumpa chochote ujira yule mchinjaji. Mchinjaji asije akampa nyama kama ndo ujira wake, wala asije akampa kichwa kama ni ujira wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, amarana an yaquma ala budnihi, amesema Saidna Ali kwamba aliamrishwa yeye kusimamia hawa ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakichinjwa, wa an yuqsama budunahu, na kwamba awagawe kullaha luhumaha, awagawe nyama, wajuludaha, na ngozi, wajilalaha, wala yu'ti fi jizaratiha shay'an, vyote vitolewe sadaka, asimpe yule anayechinja kitu chochote kama ni ujira katika yule mnyama. Amepokea Imamu Bukhari, Sahih Bukhari 1717. Na kwa maana hiyo basi itakuwa ni jambo ambalo halitakiwi kutoa ujira wa nyama kutokana na yule mnyama wenyewe. Mnyama atatosheleza kwa familia nzima, na anaweza kumchinjia mtu jamaa yake aliyokufa. Kwa mfano, baba yako amefariki, unaweza ukachinja nyama ukasema sadaka hii imfikie baba yangu. Unaweza ukamchinjia mbuzi, unaweza ukamchinjia ng'ombe, au ukachinja katika vile vinavyotakiwa vya udhiya. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana rajulu yudhi bishatin anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabaha an-nasu fasarat kama tara. Alikuwa mtu anachinja wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kondoo mmoja kwa ajili ya familia yake. Rawahu Tirmidhi, hadithi 1505. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja kwa ajili ya umma wake, alichinja kwa ajili ya umma wake. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man kana lahu dhibhun, anayekusudia kuchinja udhiya, fa idha uhilla hilalan, itakapofika mfunguo mosi Dhulhijja, katika yani mwezi mosi mfunguo tatu, fala ya'khudhanna min sha'rihi, asikate kuche zake, wala adhfarihi, asikate nywele wala kuche, shay'an hatta yudaha, mpaka amalize kuchinja. Sahih Muslim, hadithi 1877. Inapendezwa sana mtu siku ya mwezi mosi, kuanzia mwezi mosi mpaka atakapochinja, asikate kuche wala asikate nywele.
na Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja kwa ajili ya umma wake. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha, alichinja Mtume bikabashin aqranan, alichinja Mtume sallallahu alaihi wasallam kondoo walokuwa wana pembe, kondoo wakubwa. Akasema Allahumma hadha anni, huyu ni kwangu mimi, wa amman lam yudhaha min ummati, na huyu ni kwa ajili ya wale ambao hawajachinja katika umma wangu. Hadithi hii inathibitisha kwamba mtu anaruhusiwa kuchinja yeye na kuwachinjia wazee wake ambao wametangulia mbele ya haki bila ya hitilafu yoyote ya maulama. Unaweza ukamchinjia baba yako, mama yako, mwanao, mkeo, mumeo aliyetangulia mbele ya haki, na sadaka hii itamfika. Kuna tofauti baina ya kuchinja kwa udhiya na kuchinja kitoweo. Udhiya ni kwamba lazima mtu mmoja achinje mbuzi, watu 7 wachinje ng'ombe, watu 7 wachinje kondoo, watu 7 wachinje ngamia. Mtu mmoja achinje mbuzi au kondoo, watu 7 wachinje ng'ombe au wachinje ngamia. Na ugawaji lazima uwe mafungu matatu. Fungu moja atachukua, fungu jingine atapelekea marafiki, jamaa na majirani, na fungu la tatu lilikuwa na masikini na mafukara. Ama ikiwa watu wameshirikiana kwa pamoja katika jumuiya, wakanunua ng'ombe, siku nyingine watu 30 wakanunua ng'ombe, wakagawana kitoweo, hawa watakuwa hawajachinja udhiya, itakuwa wamegawana kitoweo. Ni jambo litakuwa bora, lakini watakosa thawabu za udhiya, wala hawatolazimika kujiepusha na masharti ya kukata kuche wala kunyoa nywele, kwa sababu wao wamechinja kitoweo, hawakuchinja udhiya. Kwa hivyo jambo la muhimu tuchinje udhiya, na watu wengi wana uwezo wa kuchinja udhiya. Hapa Zanzibar kuna watu wana uwezo mkubwa, lakini watu wanaochinja zaidi ni watu wa nje, Waarabu, watu kutoka Uturuki na nini, kwa sababu hawa wanaochinja wanajua kwamba kuchinja kunasaidia sana kuhifadhi mali, kunasaidia sana kupata baraka, kupata neema za Mwenyezi Mungu. Biashara yako inakwenda inatulia, na mambo yako yanatulia, yanakaa sawa. Hata kama hujapata mtoto wewe, basi chinja kwa ajili ya Allah, umuombe Mwenyezi Mungu akupe mtoto. Kama unapata mabalaa, chinja kwa ajili ya Allah, uchinje udhiya, uigae nyama yake katika mafungu matatu. Kwa hivyo tunalohimiza kwamba tunashukuru sana watu wanachinja kitoweo, lakini sasa watu wachinje udhiya. Na kama wewe huna uwezo, je, hujui pa kumpata ng'ombe, hujui pa kumpata mbuzi, haya mawaidha unayapata kutoka jumuiya ya Ukwem. Jumuiya ya Ukwem inachinja ng'ombe, inachinja vile vile na mbuzi kwa ajili ya kila mtu ambaye anataka kuchinjiwa. Kwa hivyo utakapomaliza kusoma pia utalikuta tangazo letu ambalo linaelezea kuhusiana na utaratibu wa kuchinjiwa. Ukitaka kuchinja wewe mwenyewe utapewa mbuzi wako uchinje. Ukitaka ng'ombe wako uchinje wewe mwenyewe, utanunuliwa ng'ombe halafu utachinja. Au kama unataka uchinjiwe utachinjiwa. Ikiwa unataka nyama yako yote baada ya kuchinjiwa, utaigawa mafungu matatu. Utaichukua nyama yako, utaelezwa wapi nyama yako ipo, utaichukua, utaigawa. Ukisema mimi nataka kuchukua fungu langu moja tu, hili la masikini na mafukara na majirani na wengine, wapewe jumuiya ya Ukwem. Ukwem inaweza ikakugawia kwa ajili hiyo. Jumuiya ya Ukwem ina uzoefu wa kuchinja miaka mingi na ng'ombe wengi na mbuzi wengi. Kwa hivyo ukiwa wewe uko tayari kwa ajili ya kuchinja, basi jiunge na hii jumuiya ya Ukwem. Yani kujiunga kwako ni kusoma matangazo ya jumuiya ya Ukwem, halafu utajiunga katika orodha wanaotaka kuchinjiwa, halafu utachinjiwa na utapata neema hizo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na watakia uchinjaji mwema kwa wale ambao wanachinja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabali amali zao, na wale waliokwenda hija pia Mwenyezi Mungu atakabali hija zao. Na Mwenyezi Mungu kutokana na kuchinja atupe baraka ya kutuondolea matatizo, maradhi, na atupe umri mrefu wenye kheri na sisi, na atuondolee mabalaa katika familia yetu, na atuondolee mabalaa katika nchi yetu. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.